na kuutumia kama tumbako. Kwa mtu ambaye ana ugonjwa wa kusahau, ana matatizo ya kusahau, ima ni ugonjwa ambao ni kama ule ambao umefikia daraja ya kuwa Alzheimer, ambayo unaitwa Alzheimer, kwa ambao hupata watu ambao wakishafika umri fulani huwa wanapatwa na ugonjwa huu. Yani anasahau polepole kitu ameweka wapi, mwisho anasahau, ikizidi anakuja kujisahau, hata anasahau majina ya watu, anawasahau watu, anasahau barabara. Hii ikizidi hivyo. Lakini kwa matibabu hii ya kusaidia kusahau, mtu anachukua mithqali 1.5 ya nini, ya habat sauda, ambayo tulisema mithqali 1 ni karibu gramu 500. Sasa 1.5 itakuwa kama gramu 700. Unachukua gramu 700 takriban ya habat sauda, ambayo utachanganya pia vile vile na gramu hiyo ya kitu ambacho kinaitwa khardal. Ukivikusanya vitu hivi viwili, uvikusanya alafu uvisage viwe unga, na uvikusanye uvichanganye na asali. Ukishachanganya na asali, basi uwe ukitumia kwa njia hii. Yani huo unga wa vitu hivyo viwili umechanganya na asali, uwe ukichukua na kutumia kufanya nini, kutia, lakini sio kwa kumeza. Kuna ile hali mtu fanya wanaita gargling kwa Kiingereza, au gharghari kardani kwa Kifursi, au ghargharatuha bil arabia, yani kuiweka, unaiweka unafanya ile sauti, yani inafika kwenye koo. Na kisha pia vile vile kutumia pia hii pia inasaidia katika hali hii, ni kwamba achukue unga wa habat sauda na kuutumia kama tumbako kwa kuweka kwenye pua lake. Hii inasaidia kutengeza kumbukumbu, inasaidia kumbukumbu ya mtu ikawa na nguvu. Yani unatia ndani kama tumbako, alafu unavuta